Habari mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na sasa tupo katika kijiji cha Rwakaremera, kata ya Kasulu, wilayani Ngara, mkoani Kagera, ambapo tutazungumza na diwani kuhusiana na fomu ya uandikishaji. Tunaona mamia na maelfu wamejitokeza katika ofisi hii kuhakikisha kuwa wanafuata zile hatua za NIDA, kata ya Kasulu, wilayani Ngara, mkoani Kagera, ambapo tutazungumza na diwani kuhusiana na fomu ya uandikishaji. Tunaona mamia na maelfu wamejitokeza katika ofisi hii kuhakikisha kuwa wanafuata zile hatua za NIDA. Asante. Kwa jina naitwa Yusufu Katura, diwani wa kata ya Kasulu ndani ya wilaya ya Ngara. Tunaona mamia ya wananchi wamejitokeza katika swala hili. Nini wito wako kwa wananchi, lakini pia nini siri ya jambo hili? Kwa kweli jambo hili ni jema. Kwanza tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ni Rais wa Jamhuri Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutoa nafasi na kuhakikisha kwamba watendaji wake wanaelekeza kazi zao vijijini kwa maana ya katani ili kusogeza huduma karibu. Baada ya kupata ratiba ambayo sasa tunategemea tarehe 24, 25 na 26 watakuwa ndani ya kata ya Kasulu. Na kata ya Kasulu ndio idadi ya watu wengi katika wilaya ya Ngara. Na idadi ya watu ambao hawana NIDA ndani ya kata ya Kasulu ni wengi kuliko waliopata. Hivyo baada ya kupata taarifa hizi na viongozi wa kata na vijiji na vitongoji kuwapa taarifa hizo, kuwahabanisha, na ilikuwa kilio chao, leo wamejitokeza kwa ajili ya kugongewa mihuri ya utambulisho. Wenye viti wa vijiji na watendaji wanafanya kazi ya kuwagongea mihuri kuhakikisha kwamba zoezi hili litakapoanza kusiwe na usumbufu zaidi. Lakini jambo la msingi, kulingana na idadi ya watu ndani ya kata ya Kasulu, nina uhakika kwamba hizo siku 3 walizotoa kama zinatosha, labda kama ingeongezeka zaidi ya siku 3, kwa sababu watu ni wengi sana. Miongoni mwa wananchi kabla ya zoezi hili walikuwa wakilalamika kwamba hawana vitambulisho vya NIDA au vitambulisho vya taifa. Unahisi kwa hili ambalo limeanzishwa ni kwa kiasi gani ambalo litapunguza changamoto hii? Ninahisi na ninaona baada ya kuwa mtakuja kata ya Kasulu, kazi kienda vizuri kwa ufanisi zaidi, itapunguza changamoto. Idadi ya watu itapungua, hata kama watabaki basi watabaki angalau wachache. Lakini kuisha kabisa ni ngumu kuisha kwa sababu watu ni wengi. Kwa hiyo hivyo itatusaidia kupunguza hata kero kwa wananchi. Miongoni mwa mikutano mliowahi kuifanya, mlihamasisha wananchi wengi waweze kujitokeza. Huenda hili ni njia ya mafanikio yenu katika hili, kuhamasisha wananchi wajitokeze kujiandikisha katika swala hili? Yes, tulipoweza kuhamasisha kwenye mikutano yetu ya vijiji, kwa maana ya kijiji cha Rwakaremera, kijiji cha Nyakariba na kijiji cha Kasulu, wote kwenye mikutano tuliwahamasisha na kuwaelekeza, lakini pia wawe na vitambulisho vinavyoweza kumpelekea mtu kuwa huyu ni raia, ili apate namba za NIDA au apate vitambulisho vya NIDA. Kwa hiyo wote wamejipanga na wote wamehudhuria, na ndio wamemfanya maandalizi. Na hapa sio ni sehemu ya kijiji cha Rwakaremera tu. Kuna kijiji kingine kule watendaji na wenye viti wa vijiji wanaendelea kuwasainia ndani ya kijiji cha Nyakariba na Kasulu. Kwa hiyo niwaombe sana watu wajipange kwa wingi na wataalamu waje wengi, ili kwa ajili ya kuhakiki kwamba watu wafanikiwe. Okay, asante. Nini ujumbe wako wa mwisho kwa serikali na raia katika swala zima la vitambulisho vya NIDA? Ujumbe wangu mahususi sana, namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa utawala na uongozi wake mzuri uliotukuka. Lakini pia niwashukuru mkuu wa wilaya na ofisi ya NIDA, lakini pia na RITA. Na nimshukuru mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ngara kwa jambo hili na kuhakikisha kwamba jambo linakwenda vizuri, wanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana. Ni Dar es Salaam Tanzania TV, na huyu ni diwani wa kata Kasulu, ambapo katika mikutano yao walihamasisha wananchi waweze kujitokeza, na hivi ndivyo matokeo yalivyo. Kama mnavyoshuhudia, watu ni wengi. Ameomba kama inawezekana basi waweze kuongeza siku nyingi zaidi, ili kila mmoja aweze kupata huduma zaidi. Ulikuwa nami Ayubu Amos, lakini nyuma ya kamera upo na Ganji Mashaka. Asante.